tunafahamu kubwa zaidi ni ligi kuu ya NBC Soka Tanzania Bara, ambapo mzunguko wa 29 kupigwa hii leo na michezo 8 kwenye viwanja 8 tofauti, wakati mmoja kuanzia majira ya saa 10 kamili jioni kupitia kisimbuzi cha Azam TV. Utashuhudia mitanange hii. Ni michezo ya aina yake, ushindani ukiwa juu, na ndio sababu ya ligi hii kuwa ligi namba 4 kwa ubora Afrika. Na tupo hapa kwa ajili ya kujadili hayo yote na kuangalia kuhusiana na michezo hiyo. Sasa hayo yamebainishwa na afisa habari wa bodi ya ligi Karim Boimanda, ambapo amesema maandalizi yamekamilika kwa kiasi kikubwa na timu zote zipo tayari kwa ajili ya michezo hiyo. Michezo yote itakwenda kuanza saa 10 alasiri. Kila kitu kiko sawa kwenye maandalizi, ikiwemo kuwasili kwa maafisa wetu wa michezo kwenye vituo na klabu husika. Klabu pekee ambayo ilichelewa kidogo kuwasili ni Tabora United, lakini imeshawasili Dar es Salaam na kila kitu kinakwenda sawa. Kwa hiyo kwa kifupi, kama klabu zimefika vituoni, maofisa wa mchezo wamefika vituoni, na maandalizi kwa maana FA mikoa pamoja na klabu wenyeji wameshafanya kila kitu kinachohusisha maandalizi ya hiyo michezo, basi tuna ujasiri sasa kusema kwamba maandalizi yetu ya kuelekea michezo hiyo yamekamilika, na vinavyosalia ni vile tu ambavyo vinategemea zaidi muda ili kuweza kufanyika. Kwa hiyo kwa kifupi tuseme maandalizi yako vizuri na tuko tayari kusubiri michezo hiyo ya mzunguko wa 29. Wito wetu sisi bodi ya ligi kuu Tanzania ni mashabiki wajitokeze kwa wingi viwanjani kushuhudia hiyo michezo, kuziunga mkono klabu zao, na kuhakikisha wanazipa nguvu ziweze kutimiza malengo. Mizunguko miwili tu imesalia, pamoja na mchezo mmoja namba 184 tutamatishe msimu wa 2024-2025 kwa maana ya ile mizunguko 30 ama michezo 240 ya kikanuni. Baada ya hapo tutakwenda kwenye hatua ya mtoano, lakini kwa sasa hivi jukumu lao kubwa wadau ni kujitokeza kwa wingi viwanjani, washuhudie na wapate ladha zile ambazo walizimisi kwa kipindi kirefu. Karim Boimanda, ofisa habari wa bodi ya ligi, na taarifa hiyo kwamba maandalizi yapo tayari kuelekea kwenye michezo hiyo ya raundi ya 29, ambapo burudani ikiwa inazalishwa kwenye viwanja hivyo 8, basi burudani hiyo utaipata sebuleni kwako ukiwa umekiwasha kisimbuzi cha Azam TV. Sasa tuzungumze kuhusiana na michezo hii. Yupo hapa kama ambavyo nimekujuza awali, Jackson Majaliwa pamoja na Deotrafe Kiungai. Bwana, ligi inaelekea ukingoni. Na hii ni ligi namba 4 kwa ubora Afrika. Bila shaka michezo ya leo itakuwa na mvuto wa aina yake. Nianze kwako Kiungai, itakuwa ni michezo ya namna gani pengine? Michezo ni mingi tofauti, na michezo hii imejigawa katika makundi pengine ni mawili. Kundi la kwanza ni kundi la ubingwa. Kundi la ubingwa lipo katika timu mbili, Simba na Yanga. Simba wanamcheza na Ken Gold, Yanga wanamcheza na Tanzania Prison. Lakini kundi la pili ni timu ambazo zinapambana na masuala ya playoff. Wasikae katika zile nafasi ambazo unaweza kucheza playoff, nafasi ya 13 na nafasi ya 14. Kwa hiyo hapo utashuhudia Tanzania Prison, utashuhudia Pamba, utashuhudia Fountain Gate, utashuhudia Coastal. Hizo ndio timu ambazo nazo zina vita yao ya kutocheza playoff. Kwa hiyo raundi ya 29 ni raundi ambayo inaweza kutoa picha ya nini ambacho kinaweza kutokea mzunguko wa 30, kwa maana timu gani ambazo zinaweza zikacheza playoff na timu gani ambazo zinaweza zisicheze playoff. Lakini pia raundi hii ya 29 kuna timu ambazo zilikuwa zina michezo ya kugombania ubingwa, kwa maana Yanga na mchezo kule Mbeya dhidi ya Tanzania Prison. Of course ukitazama record ya Yanga na Tanzania Prison unaweza ukasema mbingu na ardhi, kwa sababu Yanga hawajawahi kufungwa na Tanzania Prison toka ilipoanzishwa. Zaidi ya matokeo ya sare ndio matokeo mazuri kwa upande wa Tanzania Prison. Lakini ukitazama upande wa Ken Gold na Simba, nasema Simba sasa hivi wachezaji wao watakuwa wapo comfortable kwa sababu wanacheza na timu ambayo haina chochote ambacho wanachokigombania. Waishashuka daraja muda mrefu wao na Kagera Sukari. Kwa hiyo wachezaji wa Ken Gold ni kama wanakamilisha ratiba na kusubiria ratiba ya msimu ujao katika maandalizi ya Champions. Lakini kwenye kukamilisha ratiba tunaelekea kwenye dirisha la usajili. Pengine wachezaji muda huo hawana cha kupoteza kwenye ligi kwa sababu wamekwisha shuka. Inawezekana wakati huo wanataka sasa kuonyesha pengine kwamba mimi nastahili, na pengine ipo nafasi ya kusajiliwa hasa kwenye hizi timu kubwa. Na wakati huu kama Ken Gold anaenda kukutana na Simba, Of course inaweza ikatumika kama platform
ya wao kama wachezaji kujiuza na kujitangaza, maana baada ya michezo hii miwili kuna dirisha la usajili litafunguliwa, na hizi ni klabu ambazo walizoshuka daraja zinaweza zikashuka klabu, lakini wachezaji wasishuke kwa asilimia kubwa. Na sio tu kwenda timu kubwa, kuna timu zitabaki pia kwenye ligi kuu zingine za kati. Kwa hiyo ni nafasi nzuri kwao kuonyesha, lakini kwa KenGold nafikiri wachezaji wengi kwa kiwango kizima cha msimu nafikiri hawajaonyesha kama wanaweza wakabaki wachezaji wao. Wapo kama Selemani Bwenzi alikuwa na kiwango kizuri. Selemani Bwenzi, Daudi Mishamo, unamzungumza Castro Mwagama golikipa, unamzungumza kuna midfield fulani hivi ana Rasta, ni mmoja midfield mzuri kabisa ambaye hawezi kukosa nafasi katika hizi timu za madaraja ya kati ambazo zitasalia katika upande wa ligi kuu. Kwa hiyo wapo wachezaji ambao moja kwa moja ukifumba macho kifumbua unaona hawawezi kushuka na hizi timu ambazo zimeshuka daraja. Kwa hiyo platform inaweza ikatumika kwa upande wa wachezaji, na hizi timu pia inaweza zikatumia kama sehemu ya kupata viingilio. Tufahamu kwamba mchezo wa Simba na KenGold, Simba popote utapokwenda wanakuwa na mashabiki. Kwa hiyo inaweza kuwa viingilio vikaa sehemu nyingine ya kujipatia mapato na wakashuka wakiwa na pesa. Sawa. Sasa kwenye michezo 8 ambayo itapigwa hii leo muda mmoja, sasa tuna michezo 4 ambayo tunaangalia zaidi, hasa ambayo huenda leo ikawa ina mvuto zaidi. Tutaangalia hapa huu mzunguko wa 29, Wagosi wa Kaya Coastal Union dhidi ya Fountain Gate, lakini wazee wamepigwa na Mwendo Mashujaa dhidi ya Kino Boys KMC, Pamba Jiji dhidi ya JKT Tanzania, Wawaji wa Kusini na Mungo dhidi ya Wanasupa Nkurukumbi Kagera Sugar ambao na wao tayari wamekwisha shuka daraja mpaka sasa. Majaliwa, ni michezo namna gani? Hasa tuanze kuangalia mchezo wa Wagosi wa Kaya dhidi ya Fountain Gate, baadaye tuangalia hii mingine. Huu mchezo wa Coast ni muhimu sana kwa timu zote mbili. Yaani ni ile wanasema must win game kwa timu zote, kwa sababu Coast akifungwa huu ina maana anaweza kashuka kwenye msimamo, na ambaye yuko kwenye hali mbaya zaidi ni Fountain Gate. Yuko kwenye hali mbaya sana, yani atahitaji ushindi. Coast anaweza akapata sare ambayo ikamweka kwenye mazingira mazuri. Yani muhimu asipoteze tu mchezo. Alama 1, alama 3 zinaweza zikamsaidia, lakini kwa Fountain Gate wanahitaji alama zote 3 kwa ajili ya kuhakikisha wanakuwa salama kutokucheza playoff na ili waweze kuendelea na ligi msimu ujao. Kwa hiyo kwa Coast nafikiri wamekuwa na kiwango cha kupanda na kushuka. Walianza ligi taratibu, kuna muda walipanda juu afu baadaye tena wakarudi chini. Kwa hiyo ni timu ambayo hujui inaenda kukupa nini kwenye mechi husika. Kwa hiyo itakuwa ni moja ya mechi ngumu sana, lakini kwa namna Fountain Gate ambao wamekuwa wanacheza kwa mechi za Premier League za raundi ya pili nyingi, ni timu ambayo inafikika. Kwa hiyo Coastal Union anajua anaweza kuwa na nafasi nzuri ya kwenda kupata matokeo ya ushindi, kwa sababu nafasi zinatengenezwa. Fountain Gate anampa mno nafasi mpinzani wa kutengeneza nafasi. Kwa hiyo itakuwa ni mechi ambayo kwa kiasi kikubwa Coastal Union anaingia naamini hawa tunaocheza nao wako vulnerable, wanafungika, wanaruhusu magoli ya kutosha. Kwa sisi twende tukiwa na mentality ya kwamba tutakiwa kupoteza mchezo. Alama 1, alama 3 zinaweza zikatusaidia, lakini kwa Fountain Gate wenyewe ana sharti moja tu, alama 3, na ndio maana inafanya mechi kwa moja mechi nzuri za kuangalia. Ugumu wa huu mchezo hupo kwa upande wa Fountain kwa kiasi kikubwa, wala si kwa upande wa Coastal. Ukitazama mazingira ya Fountain Gate, ni timu ambayo ukitazama michezo yake takriban 10 hauoni mahala ambapo amepata ushindi. Hizo 10 ni ishara mbaya sana au dalili mbaya sana kwa upande wa timu ambayo inaweza ikawa inapambana kwa ajili ya kutocheza playoff. Lakini pia ukitazama mazingira mengine, Coastal katika uwanja wao wa nyumbani wa Mkwakwani pale Tanga ni jambo gumu sana kupoteza mchezo. Tuangalie michezo 5 ambayo walipokutana Coastal Union na Fountain Gate, matokeo yalikuwaje, ili tuanze kupata picha halisi kuanzia hapo kwenye michezo hiyo 5. Fountain Gate na Coastal Union. Fountain Gate alibuka kwa ushindi wa 3-2, lakini mchezo mwingine ni Coastal Union wao walibuka kwa ushindi wa 2-0. Fountain Gate tena akashinda 2-1 na sare ya 1-1, Coastal hapa akiwa nyumbani, lakini Fountain Gate pia akiwa nyumbani alipoteza 2-1. Ukiangalia hapa ukipiga hesabu kwa haraka ni mabao 2 na Fountain 2 wameshinda. Kabisa sare 1. Ni kama unatoshana nguvu. Na pia ni mchezo ambao unaruhusu magoli.
Yani namna nyingi, hakuna mechi ambayo imeisha bila mchezo mmoja tu ambao ni mchezo mmoja ambao Coast alishinda kwa goli 2-0. Na hii ya 3-2 ilikuwa ni mechi ya raundi ya kwanza ambao Fountain Gate alikuwa kwenye sama kiwango kizuri kile na anaongoza ligi, watu tukajua atakuwa na msimu bora. Kwa hiyo kwa zote zinavyocheza nafikiri kwa trend ambayo Fountain Gate walikuwa nayo inampatia nafasi Coast ya kwenda kushinda. Akiwa nyumbani na rekodi nzuri, timu yote kule ikienda Tanga inakuwa na wakati mgumu. Namna ambavyo Fountain Gate wamekuwa na ruhusu mno magoli. Yani kuna muda unaweza ukawa hata kama coach wao Matano alikuwa anashangaa, na kuna muda analaumu mabeki wake kwamba mabeki mnalinda vipi. Kwa hiyo yani ni vitu ambavyo hata ukiwa coach kuna muda mnachofanya mazoezini na mnachoenda kuweka uwanjani ni vitu viwili tofauti. Sasa kujiuliza mimi nafundisha nini? Kwa hiyo ni kiukweli kwa Fountain Gate. Na hivi ndivyo mchezo wa mwisho ulivyokuwa. Fountain Gate akiwa nyumbani dhidi ya Wagosi wa Kaya. Kwa hiyo kwa Fountain Gate kiukweli yani wanaweza wakabaki ligi kuu, lakini hizi ni namba ambazo hazikubaliki kwa timu yoyote kubaki ligi kuu. Lakini watu wawili bado hapo kwenye mazingira rafiki na kila mmoja anapambana kabisa kutoka kwenye nafasi ya kucheza playoff. Mmoja na afadhali Coastal na afadhali. Alama ambazo wanazo Coastal ni za juu zaidi kuliko Fountain. Fountain ana alama 29. Coastal ana alama 31. Kwa hiyo yuko juu tayari katika msimamo tofauti na lakini kesi kubwa ya kushuka daraja hiyo imekwisha fungwa. Hapa vita ambayo inaepukwa kucheza playoff. Ambapo kwenye playoff ni nusu kushuka daraja kwa sababu lolote linaweza kutokea. Ukitazama timu nyingi ambazo zinacheza playoff msimu huu afu msimu ujao tena wanaanza wakacheza, ni kama inatengeneza mazoea fulani ya kuendelea kuwepo katika levels za Premier League na Championship. Zina timu zikikutana unaona kabisa timu za ligi kuu bado zina nguvu kuliko za Championship. Mashujaa ndio waliweza na ni Mashujaa tu ambao walijitahidi kwa hizi misimu kadhaa ambayo imepita. Kwa hiyo bado Fountain Gate anaweza akawa kwenye hayo mazingira, lakini akienda kwenye playoff bado anaweza akabaki kutokana na uzoefu. Wasiwasi wangu ni fomu ambayo Fountain Gate hiyo ndio inatia wasiwasi. Ndio huo wasiwasi wangu. Unaona juhudi za viongozi wa juu kabisa ikiwemo mmiliki Jafet Makao amekuwa akipambana na timu na kwenda kambini kwa ajili ya kuwapa hamasa wachezaji na kuambia kwamba mkibaki kuna hiki na hiki naweza nikawapa. Lakini unaona wachezaji ni kama wanamsaliti Jafet Makao kutokana na matokeo ambayo wanayapata. Na hujawahi kusikia na sijawahi kusikia Fountain Gate wakiwa na changamoto yoyote ile ya masuala ya fedha ya kusafiri. Kila mechi pengine timu zimejipanga kwa sababu ligi yenye timu 16 manake kila timu imejipanga. Na inawezekana timu zote zinakamilishiwa kila mahitaji yake na kila kitu, lakini mkiingia uwanjani kuna ambaye anakuwa amejipanga zaidi. Levels. Nafikiri Fountain Gate walianza vizuri ligi. Unajua ligi huwa ni ndefu. Kuianza kwa kasi kubwa then kumaliza kwa hiyo kasi huwa ni kitu kigumu sana. Na ndio maana hata timu nyingi kubwa kuna muda unaweza ukaona zimeingia kwenye kipindi ambacho sio kizuri. Na kutolea mfano Young Africans, mechi za 10 za mwanzo, 7 za mwanzo walishinda, lakini mechi kama 5 hivi matokeo yalianza kuwa tofauti. Wakafukuza coach kwa sababu hiyo ni kawaida, lakini sasa hivi bado Yanga wako kwenye trend ya ushindi. Kwa hiyo kwa Fountain Gate maintain ile performance, na bahati mbaya mmoja wa mchezaji wao muhimu sema ni Mwalimu aliondoka. Hiyo ilikuwa ni pigo. Na kuna muda pia wa kuwepo timu ilibaki bila wenyewe. Kwa hiyo kwa namna nyingi ni msimu ambao umechangiwa na vitu vingi, lakini kiujumla kiwango cha wachezaji kilishuka, mbinu za makocha unaona zilikuwa limited, resources hawakuwa nazo za kutosha. Kwa hiyo kwa namna nyingi yani mpaka wapo kwenye kushuka daraja kabisa wanatakiwa washukuru kwa sababu playoff kama ulivyosema sasa hapo ukiangalia jumla ni mabao 15 ambayo yamefungwa. Fountain Gate akimenyana na Coastal Union. Mabao 15 tafsiri yake ni kwamba wana uwezo wa kufunga, hawana uwezo wa kuzuia. Tutarajie mchezo wa namna hiyo pia leo kama watafungana sana. Na hata ukizitaja timu ambazo zimeruhusu wakiguswa mara nyingi mpaka raundi hii ya 28, Fountain Gate ipo imeruhusu magoli 54. Kwa hiyo ni dalili moja hapo ya kuonyesha kwamba Fountain Gate boksi lake la kuzuia lina changamoto moja kubwa sana. Na boksi la kuzuia kama likiwa na changamoto, hata hao washambuliaji ambao wanatajwa wakiwa wana uwezo mkubwa kufunga
unamtaja Kiimbwa, unamtaja Edgar Williams. Edgar Williams. Ni wachezaji ambao wanafunga, lakini sasa huku nyuma wanaruhusu. Na katika misingi yote wa mpira miguu, jambo la kwanza ambalo huwa linawekewaga mkazo ni eneo la ulinzi. Kwa maana utamwangalia golikipa wako na utaangalia ile setup ya ulinzi, kwa maana fullback pamoja na center back. Kwa hiyo ukitazama mazingira ya Fountain Gate, hilo ndio eneo ambalo limekuwa lina changamoto kwa kiasi kikubwa. Sasa mchezo mwingine ile Kitanganyika pale Kigoma, ambapo pia unatarajiwa kuwa ni mchezo wenye ushindani na ushindani wa aina yake, ambao pia utashuhudia kupitia kisimbuzi cha Azam TV. Sasa tuangalie na wao michezo mitatu ya mwisho walipokutana ilikuwa ni michezo namna gani. Ukiangalia KMC na Mashujaa, mchezo wa kwanza ilikuwa ni suluhu, lakini mchezo mwingine Mashujaa akiwa nyumbani ile Kitanganyika walibuka kwa ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya Wanakino Boys KMC. Lakini KMC pia akiwa nyumbani, manake KMC Complex Mwenge, alibuka kwa ushindi wa mabao 3-2 dhidi ya wazee wa mapigo na mwendo Mashujaa. Sasa ukiangalia pia takwimu hii unagundua kwamba Mashujaa anamudu KMC kwa maana ya idadi ya mabao. Amepachika mabao 5, ameruhusu mabao 3 pekee. Ni mchezo namna gani leo? Mchezo wa mwisho ndio ulikuwa suluhu kwenye takwimu, lakini kwenye michezo mitatu waliokutana kwenye ligi kuu ya NBC kwa hivi karibuni, haya ndio matokeo yake. Huu ni mchezo ambao unakutanisha timu mbili zenye sifa mbili tofauti. Timu ya kwanza Mashujaa wana sifa ya kuweza kuhimili na kustahimili kutoruhusu wavu wake kuguswa kirahisi. Hiyo ni sifa ya kwanza. Sifa ya pili ya Mashujaa, wakicheza katika uwanja wa nyumbani, licha ya sasa hivi tunawatazama watakuwa katika uwanja wa nyumbani. Wakicheza katika uwanja wa nyumbani kule Tanganyika, wanakuwa na mazingira mepesi ya kupata matokeo. Toka mwanzoni mwa msimu ni timu ambayo imekuwa ikisapotiwa na mashabiki. Ni moja ya timu mkoani yenye mashabiki. Imekuwa ikiwapa nyakati ngumu sana hata hizi klabu kubwa ambazo zina uwezo wa kubato mahala popote. Naizungumza Simba, Yanga, Azam, Singida pamoja na Yanga. Lakini ukienda katika uwanja wa nyumbani wa Mashujaa, unaiona Mashujaa ikiweza kusurvive na kustahimili na kutofungwa magoli mengi. Kwa hiyo hiyo ni sifa ya Mashujaa. Sifa ya KMC, ukitaja pia timu ambazo zimeruhusu wavaki guswa mara nyingi, unahitaji Fountain, unahitaji Kagera, unahitaji Kinigold, pia unahitaji KMC. Kwa hiyo KMC wao wako tayari kuja na pia wako tayari kufungwa. Wamekuwa na sifa ya mabeki wa pembeni ambao wanaweza kushambulia, Masud pamoja na Lanso wanaweza kufanya safari, lakini si wazuri katika eneo zima la kuzuia. Kwa hiyo kama wapinzani wakitumia hayo magepo ambayo yanaachwa na hao fullback, unaona kuna wepesi mkubwa sana kwa wao kuruhusu magoli. Lakini enda kaangalia partnership yao. Kuna Dante, ni beki mzoefu, beki ambaye amepita katika klabu kubwa, lakini ile fomu yake wakati akiwa na Yanga sasa hivi ndio tofauti. Kwa hiyo concentration, ule umakini katika safu ya ulinzi kwa upande wa KMC imekuwa changamoto kubwa sana. Nenda kagusa katika eneo la midfield, wana Ahmed Pipino, ni mchezaji ambaye yuko very comfortable akiwa na mpira, kuanzisha mashambulizi, kuchezea mpira, kupiga pasi, lakini katika jukumu la kuzuia unaona linamsaliti. Kwa hiyo kunakuwa wazi pia katikati mwa kiwanja. Kwa hiyo ukitazama mazingira ya KMC, wanaweza kweli kubishana na wewe, lakini hawawezi kuzuia. Wanaweza kumiliki mchezo, lakini hawawezi kufunga magoli mengi kuzidi timu pinzani. Majaliwa, Mashujaa na shuka dimbani akiwa nyumbani, akiwa yeye anaonekana kwenye namba na mudu zaidi. KMC amefunga mabao 5 kwenye michezo mitatu ya mwisho ambayo tumeangalia, lakini ameruhusu mabao machache, kwa maana hayo 3 dhidi yake. Mashujaa sijui ni nini ambacho wataenda kufanya sasa hivi, ni kwa sababu hawashuki daraja. Kwa hiyo sidhani kama watakuwa na ile motisha kubwa. Na KMC ni moja ya timu ambazo unaweza ukawa unaangalia mechi zao tofauti ukashangaa wa jamaa wana shida gani, kwa sababu kuna mechi wanacheza wanakusurprise. Yani kama mechi moja walicheza na Kagera Sugar, ilikuwa moja ya mechi nzuri, alitengeneza nafasi za kutosha, lakini mbele ya goli alikuwa wasteful. Then unaenda kucheza na Mashujaa ambao na wenyewe shida kubwa imekuwa kwenye kufunga. Mashujaa namna ambavyo wameruhusu magoli, unaona kabisa ni magoli wakati mwingine unaweza ukalaumu ni kutokana na ubora timu zingine, especially wakutana na timu kubwa, lakini hawatengenezi nafasi za kutosha. Wanaenda kucheza na timu ambayo inaweza kutengeneza nafasi za kutosha. Home ground inachangia sana wao kucheza vizuri, lakini KMC anaweza kutengeneza nafasi nyingi. Hicho ni kitu kimoja ambacho ni kizuri sana na wao.
kutokuwa na watu wa kuzimaliza hizo nafasi ndio ambayo imewaweka hapa, kwa sababu ni timu inacheza very open. Lakini wamefunga zaidi mbele ya KMC kuliko walivyodhurika kwa KMC. Hizo ni trend tofauti. Unaona KMC ameshinda 3 na ameenda ameshinda 3-2, 3 bila. Kwa unaona ni timu ambazo kwa namna fulani mmoja akiwa na mechi nzuri kwenye usiku husika anaweza akapata matokeo, lakini kiujumla ni mechi ambayo inaweza ikawa flat kwa sababu timu zote mbili, KMC anatakiwa kushinda huu mchezo ili abaki kwenye ligi, ili awe na uhakika wa kuepuka kucheza playoff. Kwa hiyo kwa namna ambavyo wakicheza kama wanavyotengeneza nafasi kila kukicha, nafikiri hii ni mechi ambayo wanaweza kuwa na nafasi ya kushinda. Mashujaa wenyewe wana uhakika wa kubaki ligi kuu, sioni kama watakuwa na ile motisha sana kwamba tupambane, lakini kuna nafasi ya kucheza top 5, ya kumaliza top 5 kwenye ligi. Kwa hiyo inaweza ikawa ni mechi ambayo itakuwa open na tunaweza tukashuhudia magoli mengi. Sasa tushuhudie mchezo mwingine ambao utapigwa hii leo na utashuhudia pia kwenye kisimbuzi cha Azam TV, ikiwa ni raundi ya 29 Namungo dhidi ya Kagera Sugar. Moja kati ya mchezo wenye mvuto ambapo wauaji wa kusini wao watakuwa nyumbani kwenye uwanja wa Majaliwa, na tuangalie michezo yao mitano ya mwisho walipokutana. Kagera Sugar na Namungo alitoka sare bao 1-1, lakini mchezo mwingine Namungo alibuka kwa ushindi bao 1-0 dhidi ya Kagera Sugar. Kagera Sugar na Namungo walipokutana tena, mchezo ulimalizika kwa sare ya bao 1-1. Kagera Sugar kaibuka kwa ushindi wa bao 1-0 dhidi ya wauaji wa kusini Namungo, na mchezo mwingine wauaji wa kusini wakaibuka kwa ushindi wa mabao 2-1. Na hizi namba pia zinatafsiri nini kuelekea kwenye mchezo huu Deo? Unaona Namungo wamekuwa watawala michezo mitatu mbele ya Kagera, wameshinda 2-1, 1-0. Ameshinda michezo miwili sare, miwili ameshinda Namungo, moja ameshinda Kagera. Lakini bado ni watawala, maana yake sio ameshinda miwili. Tofauti na wenzao ameshinda mchezo mmoja. Lakini tofauti ni mdogo sana na wote wanapokutana wana wastani mkubwa. Sio na hata ukitazama kwenye msimamo sasa hivi hapa kabla ya mchezo wao sasa huo ambao unaenda kuchezwa leo, ni timu ambazo zina negative. Kwa maana mchezo wa mwisho ndio huo hapo ulipigwa Kaitaba, sare ya bao 1-1. Ni timu ambazo zina negative, kwa maana ni timu ambazo hazina wastani mzuri wa kufunga magoli. Yaani zote zinadaiwa mpaka sasa hivi. Hata wakifunga, yani huyo Namungo hata leo akifunga magoli 4 hawazidi zile negative ambazo wanadaiwa. Sio wanadaiwa magoli 15. Hawa Kagera hata wakifunga magoli 4 hawawezi kuziba ile gap la kuruhusu wao kuguswa mara nyingi. Kwa hiyo ni timu ambazo zina tabia za kuruhusu wao kuguswa, kwa sababu hizi ni timu ambazo zinafanana uchezaji uwanjani. Zote zinapenda kumiliki mchezo. Namungo anapenda kumiliki mchezo, Kagera anapenda kumiliki mchezo. Lakini wote pia wana shida katika eneo zima kuruhusu wao kuguswa. Maana yake wanatoka wote, lakini wanasema rest defending yao imekuwa na changamoto. Nikianza kwa upande wa Namungo wamekuwa na walinzi wazoefu mno, kwa maana ya unamgusa Erasto Nyoni, unamgusa Derrick Mkombozi, unamgusa Daniel Amoa. Ni walinzi ambao wana uzoefu, lakini ni walinzi ambao kasi yao inawaangusha. Kwa hiyo kukutana na wachezaji ambao wenye kasi moja kwa moja, hata kama wakiwa ndio wamebakia wao katika eneo la ulinzi kama rest defending, manake walinzi wa mwisho wakati wanashambuliwa kwa kustukizwa hawawezi kwenda na kasi ya wachezaji ambao wanacheza katika eneo la ushambuliaji kwa upande wa timu pinzani. Kwa hiyo ukitazama changamoto ya kwanza kabisa kwa upande wa Namungo, lazima utagusa eneo lao la ulinzi. Limekuwa na wachezaji ambao kiuzoefu unaweza kuwasifu, lakini current form huwezi kuzungumza kwamba ni wachezaji ambao wanaweza kukupa better performance ndani ya dakika 90. Na pesi ya mchezo huo wakiwa kwa mfano game zidi ya JKT walikuwa wanaongoza mabao 2. Lakini yani ulikuwa unaona namna nyingi JKT ni swala la muda kufunga. Tena hapo Isamuyo. Hapo Isamuyo, yani ulikuwa unaona mechi inavyoendelea, unaona hawa JKT muda wote tu watapata goli. Kwa sababu muda wote wanafika, unaona kabisa defender wao yani kama kuna wanakata moto hivi. Kwa hiyo ni ngumu sana kwa Namungo namna wanavyocheza. Na ni bahati hawajashuka daraja. Yani tukianza kujadili hizi timu nyingi zilikuwa zinastahili kushuka daraja. Kwa hiyo wanahitaji na wenyewe kushinda hii mechi. Ukitazama Kagera, of course mimi binafsi nimesikitishwa sana na Kagera kushuka daraja.
nimesikitishwa wala nisi. Kwa sababu zipi? Maana na sababu siwezi kusikitika bila kuwa na sababu. Nitakuwa mtu ajabu. Tuzifahamu pengine na sisi tutasikitika ama tutazipinga. Moja ya sababu ya kwanza ambayo binafsi navutiwa na Kagera ni kuitazama namna ambavyo wanacheza na namna ambavyo wanatengeneza nafasi. Wamepita walimu ambao of course ni walimu ambao wanafanana. Unamzungumza Mesmedo. Mesmedo ametoka championship akiwa na Mtibwa, inacheza vizuri, inatazamika. Amekuja Kagera, unaona bado ameendelea kuwa na msimamo ule ule. Lakini why Kagera imekuwa ikicheza vizuri lakini haifungi magoli? Why Kagera inatengeneza nafasi lakini haifungi magoli? Kwa hiyo lazima hapo utauliza wachezaji ambao wanacheza katika safu ya ushambuliaji, nini shida? Yaani kitu gani ambacho mmekuwa mkiwaangusha wenzenu ambao wanafanya kazi kubwa? Kagera ukikutana nayo isipocheza vizuri utamsifia mchezaji huyu mmoja, utamsifia golikipa wao Ramadhani Charamanda. Amekuwa na better performance katika nyakati ngumu ambazo Kagera wanapitia, lakini ni mara chache sana Kagera ukikutana nao wanakuwa na nyakati ngumu uwanjani. Ni mara chache sana. Nimetazama michezo yao mingi wanafungwa, lakini nenda katazame takwimu, nafasi ambazo wamezitengeneza, umiliki wa mchezo, namna ambavyo wamekuwa watawala, unaona kwamba ni timu bora uwanjani kitakwimu lakini si kimagoli. Sasa nafikiri hiyo hoja ndio sababu ligi kuu ya NBC kawa ligi namba 4 kwa bora Afrika. Yaani anashuka ambaye unatamani abaki. Kabisa. Si ndio? Lakini kwenye mchezo huu tayari mpaka sasa Kagera Sugar hawana cha kupoteza kwa sababu wamekwisha poteza. Ya kabisa. Lakini bado wamekwisha poteza. Bado Namungo pengine kwa sababu tunazungumza mchezo ya mwisho, pengine bado kuna lolote linaweza katokea kwenye msimamo. Na Deo alikuwa anazungumzia namna ambavyo wanatengeneza nafasi. Ni moja ya timu ambayo zimeshindwa kuconvert nafasi zao nyingi. Yaani kwa mfano leading striker Peter Rasa ana goli 7 kwenye ligi. Zilikuwa zinaweza zikawa zaidi. Peter Rasa kuna nafasi zile clear chances, yani anatakiwa tu aweke mpira golini, amekuwa convert nafasi zake vizuri. Nafikiri hii ni changamoto. Unajua timu ikiwa inapata mfululizo mbaya wa matokeo, ni ngumu hata wachezaji kuwa sawa kiakili. Na nafasi unaweza kuona tengeneza kwenye mechi, kadri unatengeneza unakosa wachezaji wana lose momentum. Kwa hiyo kwa Kagera, kwa mchezaji kama Peter Rasa naamini anaweza kabaki. Ni mmoja wa wachezaji ambao wanaweza wakafit timu nyingi tu za kati. Kwa hiyo wataenda kujaribu kwa spoil, na sio mbaya kujaribu kushuka na timu moja daraja. Unasema hawa tuwakazie tushuke nao. Kwa hiyo kwa namna nyingi Namungo atahitaji kushinda, lakini bado nafikiri Kagera Sugar atawapatia mechi nzuri kwa sababu msimu mzima wamekuwa wakicheza vizuri. Ni ngumu sana kwa upande wa wachezaji wa Kagera Sugar labda kupata nafasi kwa upande wa timu ambazo zinacheza ligi kuu. Na ugumu wake upo kwa viongozi wao wenyewe wa Kagera ambao wameweza kuweka msimamo kwamba tunashuka daraja kweli, lakini tutajitahidi kusalia na wachezaji wetu. Wanarudi msimu ujao. Watajitahidi kusalia na wachezaji wao kama ambavyo wamefanya majirani wao Mtibwa Sukari. Ni kweli walishuka msimu uliopita, lakini tazama mazingira ya kikosi chao, asilimia kubwa ni wachezaji wale ambao walikuwa wanacheza ligi kuu. Kwa hiyo mazingira ya Kagera, ugumu unaweza kuwa ukawa kwa upande wa viongozi wao wenyewe kuamua kwamba tunasalia na wachezaji wetu ambao wanaweza kwenda kutupigania kwenye upande wa championship ili kuturejesha ligi kuu misimu inayofuata. Kwa hiyo mazingira ya Kagera kweli wana wachezaji wazuri ikiwemo Nasoro Kapama, umemtaja wewe Lwasa, Ramadhani Charamanda, wachezaji ambao wanaweza kweli kupata nafasi kwenye timu za madaraja ya kati ambazo zinacheza ligi kuu. Lakini msimamo wa viongozi, na nimesoma mahala na kuona taarifa sehemu, hata kocha wao Juma Kaseja watabaki naye kwa ajili ya kupambana championship. Maamuzi mazuri sana. Sasa tuangalie mchezo mwingine ambao ni JKT Tanzania dhidi ya Pamba Jiji, na wenyewe utakuwa mchezo wa namna gani? Walipoishia ilikuwa ni suluhu, kwa maana hakuna ambaye aligusa wavu wa mwenzake. Na leo utakuwa mchezo wa namna gani? Nianzie kwako Jackson. Hii ni moja ya mechi nzuri leo za kuangalia. Pamba kwangu mimi ni moja ya timu zinastahili kuwepo kwenye ligi msimu ujao. Kwa hiyo nafikiri wataenda kutoa ile wanasema minus plus performance ambao wanahitaji kwa ajili ya kubaki. JKT sio timu nyepesi. Yaani imethibitisha kwenye occasion nyingi sana. Sio timu nyepesi. Yaani ni ile timu ukichukua alama 3 unasema kweli tumechukua alama 3 zidi ya timu ambayo ni nzuri. Pamba Jiji wako kwenye
yani kuna muda walikuwa watakiwa kuwa hapa kwa sababu walikuwa na trend ya mechi kama 8 hivi wanapata ushindi, wanapata sare, lakini bahati mbaya matokeo yale ya raundi ya kwanza yaliwaathiri. Kwa hiyo unaona bado na wenyewe wanahitaji mchezo. JKT atataka kumaliza kwenye top 5. Kwa hiyo haiwezi ikawa ni mechi unasema JKT ana kitu cha kutafuta. Kwa hiyo kwa namna nyingi inaenda kuwa moja ya mechi nzuri kabisa leo za kuangalia, na Pamba Jiji atahitaji kwa kupambana kwa ajili ya kupata alama 3. Alama 3 tu zitamhakikishia kwamba anabaki ligi kuu msimu ujao. Sawa. Sasa tuungane na mwenzetu Kakuru Msimu kutoka pale jijini Mbeya ambapo atazungumza na CEO wa Tanzania Prisons kuelekea kwenye mchezo wa leo. Kakuru, habari za Mbeya? Bila shaka unanipata vizuri. Asante sana Ngaila, ni kweli na kupata vilivyo kutoka hapa jiji la Green City Mbeya. Kama unafahamu tumeanza majira ya baridi haya Ngaila, ukija huku lazima uje umejizatiti kweli kweli kwenye nguo za kuhifadhi joto kwa sababu ni msimu wa baridi ambao umeanza katika maeneo yetu haya jiji la Mbeya hili na maeneo ya jirani Ngaila. Kwa kuwa mimi ni mwana michezo ni kuhakikishie nimejipanga vilivyo. Sawa, Kakuru, tueleze kuelekea kwenye mchezo. Kwa kweli umejipanga vilivyo. Kabisa, na nimepita hapo mara kadhaa jijini Mbeya. Kwa hiyo ni kuhakikishie kuna wakati unaweza ukaganda. Ni kweli, lakini tumezoea, ndio maisha yetu hapa Mbeya. Na pamoja na hayo, leo hii tunao mchezo mkubwa sana katika dimba la kumbukumbu ya Sokoine, wenyeji Tanzania Prisons wa Jelajela hapa. Na hapa niliposimama napozungumza na mtendaji mkuu wa Tanzania Prisons John Matei, tupo ndani ya makao makuu ya jeshi la Tanzania, jeshi la magereza, ambapo hapa tunazungumzia kuhusiana na mambo ambayo wao wameyafanya kuelekea mchezo wa kesho. Habari ya asubuhi Matei. Nzuri, za kwako? Ni salama kabisa. Leo kuna mchezo mkubwa sana kati yenu nyinyi mkiwa wenyeji na mabingwa watetezi wa ligi kuu ya NBC Dar es Salaam Young Africa. Ni kwa namna gani kama klabu umejiandaa kukabili mchezo huu leo? Sisi tumejiandaa vizuri, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mpaka sasa wachezaji wako vizuri, wameamka, wana hali nzuri, wana afya njema, kwa hiyo wapo tayari, wanasubiri tu muda wa mechi waweze kwenda kuipambania nemba Tanzania Prison. Mchezo ni mgumu, sisi tunahitaji pointi 3 ili tuweze kuepuka kucheza playoff, lakini wenzetu wanahitaji pointi 3 ili waweze kuendelea kupambania kuwa kwa mabingwa wa ligi kuu. Kwa ni mchezo mgumu, lakini sisi kama Tanzania Prison tumejiandaa kupata matokeo chanya, kama sio pointi 3 basi hata pointi 1 ili iweze kutusogeza sehemu nzuri zaidi. Unasema mchezo ni mgumu, lakini tunajua mara nyingi Dar es Salaam Young Africa wakija kwenye uwanja wa kumbukumbu ya Sokoine wamekuwa pia wakipata matokeo. Sasa msimu huu tunaweza tukavunja huo mwiko? Yote yanawezekana. Mchezo ni dakika 90 na sisi tumejiandaa kufanya hivyo, lakini kama nilivyokwisha kukusema hapo ni mchezo mgumu, lakini sisi tumejiandaa kupata matokeo na tunaamini vijana wapo tayari kuipambania nemba Tanzania Prison, wana morali, wana hari. Kwa hiyo naamini tunakwenda kupata matokeo chanya kama nilivyosema. Ujio wa kocha Amani Josia aliyechukua mikoba ya Mbwana Makata, kuna mabadiliko yote ambayo mmeona kama klabu, kama uongozi, na pengine mkaamini kwamba Tanzania Prisons ya mwezi kaingia kwenye swala la kucheza playoff? Ya, mabadiliko yameonekana kwa sababu ukiangalia mwalimu alichukua timu ikiwa na pointi 11, lakini amekuja mpaka sasa tuna pointi 30. Kwa hiyo amechukua pointi 19. Kwa hiyo ni mwalimu ambaye ameonyesha kwamba anatamani kuwa na mafanikio na yeye afahamike katika tasnia hii ya michezo, lakini pia wachezaji pamoja na sisi management tumempa ushirikiano wa hali ya juu, ndio maana ameweza kufikisha timu ambapo tunapoipambania mpaka sasa hivi. Kwa hiyo bado tuna imani naye na tunaamini kwamba anakwenda kututoa huko kutokucheza playoff. Katika kipindi hicho cha mpito tuliona mkiwatoa baadhi ya wachezaji waandamizi lakini hatimaye mkawarejesha. Hii ilikuwa ni sababu ya nini, pengine changelo kitu gani hasa? Wachezaji waandamizi wengi walitolewa kwa sababu walikuwa ni majeruhi. Unaongelea kina Jeremia Juma, kina Jumanne Elfadhili, walikuwa wana majeruhi, kwa hiyo walipumzishwa ili waweze kulikava vizuri ili basi wanaporudi waweze kusaidia timu. Na walitolewa wengi, kina Samson Mbangula, ingawa bado hawajarudi, kina Nudi Nchona, lakini tunashukuru kwa hawa waliorudi wamekuja kuunganika na vijana ambao sasa umeona timu imekuwa na muunganiko mzuri na tunapata matokeo chanya. Ndio. Napata matokeo chanya, lakini pamoja na hayo sasa ligi inaelekea ukingoni kutamatika msimu huu. Mmebakiza michezo miwili tu. Lakini tunajua pengine msimu ujao sasa Tanzania Prisons itakuwa ya aina gani hasa kwenye swala la usajili?
Ni kweli tunashukuru kwa misimu takriban mitatu hivi tunakuwa tumesuasua, na tunashukuru afande CGP ameunda tume ambayo itakuwa imeanza kufanya kazi, na nafikiri msimu ujao utakuwa na timu ambayo haitakuwa tena kwamba tunapambana kwa ajili ya kucheza playoff au kushuka daraja. Itakuwa ni timu ambayo itakuwa na ushindani, itakuwa na vipaji ambavyo itakuwa ni vipaji halisi, ni vipaji vya mpira, na nafikiri mengi mazuri yanakuja kwa msimu ujao kwa Tanzania Prisons. Unasema mengi yanakuja, mnatarajia kufanya reshuffle ya nguvu katika kikosi cha wachezaji pamoja na benchi la ufundi? Hiyo ndio itafanyika. Tuna wachezaji ambao ni kweli wametumikia timu kwa muda mrefu, kwa hivyo tutapumzisha, lakini pia tutakuwa na wachezaji ambao watakuwa ni damu changa. Ukiangalia timu yetu ya vijana ya under 20 imefanya vizuri na wachezaji wazuri, lakini pia kuna mashindano ambayo yanaendelea mkoani Mbeya hapa, tunatembea tunaangalia vipaji. Ndio maana nasema msimu ujao pia utakuwa na timu ambayo ni ya ushindani. Mtakuwa na timu ya ushindani, ni kweli, lakini kama mtendaji mkuu mnayo timu pia ya mabinti, kwa maana timu ya wanawake, lakini imekuwa haivumi sana. Hii pengine changamoto nini hasa? Sio changamoto, unajua ndo tumeingia kwa mara ya kwanza katika ushindani wa ligi ya wanawake. Kwa hivyo tunashukuru wamekwenda Mwanza, hatujaweza kupanda, lakini tumejifunza. Kwa naamini kwa misimu inayofuata basi tutakuwa na timu tishio na tunapanda moja kwa moja ligi kuu. Kwa niwaambie tu na nikuhakikishie kwamba kwa msimu wa 2026-27 tutakuwa na timu mbili ligi kuu, kwamba timu ya Tanzania Prisons senior team na timu ya Tanzania Prisons Queens katika ligi kuu ya wanawake. Naam, Ngaila, umemsikiza mtendaji mkuu wa Tanzania Prisons akielezana kwa namna gani wao kama klabu wamejipanga, lakini nimemuuliza maswali kadhaa ambayo kimsingi ametolea ufafanuzi, na ni matarajio ya wananchi wa mkoa huu wa Mbeya ambao wanatamani kuiona Tanzania Prisons ikisalia kunako ligi kuu ya NBC kwa msimu mwingine, achilia mbali KenGold ambayo kwa sasa hivi inasuasua na tayari imeshaonekana kwamba imeshuka. Lakini pili, jambo la kufurahisha ni kwamba ukiachana Tanzania Prisons pamoja na KenGold, Mbeya City wamepanda kunako ligi kuu ya NBC kwa msimu huu. Kwa hiyo bado pilika za kutoka Dar es Salaam kuja hapa, ipo siku moja angalau utakuja kushuhudia bado mpira ukiendelea kuchezwa katika dimba hili la kumbukumbu ya Sokoine, hasa kwamba wao wana kauli mbiu sasa kwamba mpira gwaride. Sasa kwa kuelezea sio, pengine tutaka kujua sasa katika michezo hii miwili iliyosalia tutarajia kupata alama 6 ama kwa mchezo ambao mtaipoteza, lakini pili pamoja na hayo yote sasa mmejiandaaje kucheza playoff kama endapo mchezo wale mtapoteza? Sisi tumejiandaa kucheza playoff. Kwa sisi tunaamini katika michezo hii miwili tukipata pointi 4 tunakuwa katika safe zone. Kwa hiyo tumejipanga kwa hilo. Sisi akili yetu haipo kwenye kucheza playoff. Vijana wamenihakikishia hilo, mwalimu amenihakikishia hilo. Kwa hiyo mimi nami nasema kwamba sisi hatuchezi playoff. Tumekuwa tukishuhudia mara nyingi kumekuwepo na migomo ya ndani kwa ndani katika baadhi ya vilabu, sio Tanzania Prisons niseme kwa sababu sina uhakika. Swala la maslahi nalo vipi mmejipanga kuliboresha sasa? Sisi katika timu ukitoa Simba, Yanga, Azam, sisi pia tunalipa vizuri wachezaji wetu, tunawalipa kwa wakati. Ikichelewa inakuwa tu ni taratibu kidogo, lakini sisi ni moja ya timu ambayo tunalipa mishahara na bonus zote kwa wakati kwa wachezaji. Ndio maana unaona mpaka leo wachezaji wapo wote kambini, wana morali, wana hali ya kuipambania nembo ya Tanzania Prison. Sisi kwenye masuala ya maslahi ya wachezaji tunazingatia sana, kwa sababu ili mchezaji akufanyie kazi ni lazima awe vizuri kisaikolojia. Kisaikolojia ni pamoja na mishahara. Ukimlipa mshahara wake kwa wakati, ukimlipa bonus zake kwa wakati, mchezaji anakuwa hana kitu kingine zaidi ya kuipambania nembo Tanzania Prison. Kwa kifupi, kwa kumaliza sasa, leo mnawaambia nini mashabiki kuja uwanjani kwa wingi kujitokeza kuishangilia timu yenu? Waje kwa wingi waishangilie timu yao. Naamini kama alivyosema mchezaji wangu jana, leo ni sherehe. Naamini leo itakuwa sherehe kwa Tanzania Prisons. Asante. Bila shaka Ngaila, tumemsikiza mtendaji mkuu wa Tanzania Prisons John Matea akielezana kwa namna gani wao wamejiandaa kukabili mchezo wa leo, lakini halikadhalika michezo miwili iliyosalia kuelekea kutamatisha ligi kuu ya NBC kwa msimu huu. Tutarajie mazuri kutoka Tanzania Prisons kwa msimu ujao, kwa maana sasa hivi tuwezi kuwa watabiri. Basi muda utakapokuwa umefika itajulikana nani atacheza playoff ama wataendelea hapo walipokomea kama wenyewe wanavyosema. Kutoka hapa Mbeya, naitwa Kakuru Msimu na licha kwako Richard Ngaila kwenda na kipindi hapo studio. Nakushukuru sana ndugu yangu. Tumepata hayo. Sasa wakati burudani inazalishwa hapo kwenye dimba la kumbukumbu ya Sokoine, sisi tutashuhudia kupitia kisimbuzi cha Azam TV. Wakati nyota hao wakizalisha burudani Tanzania Prisons pamoja na Yanga. Naam, asante sana, kila la heri.
Sasa Kakuru Msimu huyo kutoka jijini Mbeya, na tunafahamu kwamba mchezo huo pia wakati nyota wa Tanzania Prisons wakipambana kuinusuru timu yao isicheze playoff na nyota wa Yanga wakipambana kuhakikisha timu yao inaendelea kukaa kileleni, utashuhudia mtanange huo wa aina yake kupitia kisimbuzi cha Azam TV. Hivyo kiwashe kuanzia hivi sasa ili saa 10 kamili ikifika uweze kupata nafasi ya kushuhudia mtanange huo wa aina yake. Na sasa tupate nafasi ya kusikiliza baadhi ya maofisa habari wanazungumza nini kuelekea kwenye michezo hii ya raundi ya 29. Tuanze kumsikia Ali Shaban Kamwe, ofisa habari wa klabu ya Yanga. Tumefika hapa kwenye dimba la Sokoine mkoani Mbeya, ikiwa ni session yetu ya kwanza na ya mwisho dhidi ya Tanzania Prison. Wachezaji wote ambao tumesafiri nao alhamdulillah wako salama na wanaendelea vizuri na mazoezi. Tumeshindwa kuwa pamoja huku na baadhi ya wachezaji akiwemo Kennedy Musonda ambaye ana matatizo kidogo ya kiafya, lakini pia Jonas Mkude ambaye pia naye alipata shida kidogo kwenye safari, lakini wengine wote wako sawa. Ukiondoa wale majeruhi kina yao, wengine wote ambao wamesalia wako sawa na timu hapa. Kubwa ni kuwaomba mashabiki wa Yanga Afrika hapa Mbeya na mikoa ya jirani kujitokeza kwa wingi sana hapa Sokoine, lakini kwa wale ambao wako majumbani, nafahamu mmemisi burudani ya Yanga Afrika, basi mahala pa kupata burudani ni kupitia Azam TV. Tunajua mechi itakuwa ngumu, lakini kama alivyotangulia kusema kocha wetu kwenye mkutano wa waandishi wa habari asubuhi, sisi sasa hivi Yanga tunatazama mechi 4 zilizobakia hizi za mwisho. Kila mechi tumeipa hadhi, heshima, ukubwa na ugumu wa fainali. Maana yake Yanga tuna fainali 4 mfululizo ambazo tunakwenda kuzicheza, na fainali ya kwanza ni hapa dhidi ya Tanzania Prison. Mungu atujalie tuamke salama, tuje tupambanie timu yetu tupate matokeo mazuri, tufocus na fainali inayofuatia dhidi ya Dodoma Jiji. Ali Shaban Kamwe anamaliza kuzungumza, ofisa habari wa klabu ya Yanga, na hiyo ni kuelekea kwenye mchezo dhidi ya Tanzania Prisons, lakini na michezo mingine iliyosalia ya ligi kuu ya NBC pamoja na fainali ya kombe la shirikisho la CRDB Bank. Nimesikia ofisa habari kauli za kuhamasisha, lakini za imani, kwamba imani ni kubwa kuelekea mwisho wa msimu. Ukitazama mazingira ya Yanga, Yanga wana michezo 3 muhimu ambayo imesalia. Muhimu ambayo imesalia. Kwa hiyo unatazama ligi, unatazama dabi, unatazama pia mchezo wa fainali. Sawa sawa. Tunafahamu baadaye saa 10 utapigwa mchezo mwingine ambao kwenye dimba la Mkwakwani pale jijini Tanga. Wagosi wa Kaya watakuwa nyumbani dhidi ya Fountain Gate. Naungana na Isa Mbuzi, ofisa habari wa Fountain Gate FC, kuzungumza maandalizi yao kuelekea kwenye mchezo huo. Isa, habari za Tanga? Tanga ni njema. Isa, tuambie maandalizi kuelekea kwenye mchezo wenu dhidi ya Wagosi wa Kaya, Coastal Union. Maandalizi kwenda vizuri. Tumekuwa na siku 2 hapa, maandalizi ya mwisho kuelekea kwa mchezo. Kwa maana ya fitness yao, ari, morali na mazingira yako vizuri. Kuelekea tunaomba radhi kwa kutokusikika vizuri kwa sauti ya ofisa habari ya Fountain Gate Isa Mbuzi. Isa, kwa mara nyingine tena nirejee kwako. Hapo unanipata vizuri bila shaka. Karibu, tuambie Fountain Gate mnashuka dimbani hii leo dhidi ya Wagosi wa Kaya, lakini mkiwa kwenye nafasi sio rafiki, kwa sababu pengine mnapaswa kutafsiri maswali mengi ya kufanya vizuri mtoke kwenye nafasi ya kucheza playoff. Tueleze Isa, mmejipangaje kuelekea kwenye mchezo huo? Tumejipanga vizuri kwa kuwa ni mechi ama ya kusalia pamoja. Tumejaribu Tanga. Sasa nakushukuru sana Isa. Baadaye tutakutafuta tena, pengine tukipata muda kuzungumza zaidi kuelekea kwenye mchezo huo, ndugu yangu. Sasa kwenye dimba la kumbukumbu ya Sokoine pale jijini Tanga, mchezo mwingine Wagosi wa Kaya dhidi ya Fountain Gate, mchezo wa aina yake.
Sasa ligi inaendelea, ipo ukingoni, lakini mambo ni ya moto. Lakini pia ukiangalia Coastal, tumewazungumza hapa dhidi ya Fountain Gate, mchezo mwanzo tumezungumza, lakini ukiangalia kwa ubora wa nyota mmoja mmoja hawapishani sana kabisa. Lakini kuna muunganiko ambao Coastal wana compare to Fountain Gate, na hicho ni kitu ambacho kinaweza kikawasaidia, na matokeo haya ya mwisho ambayo Fountain Gate wameyapata kwenye mechi zao bado sana yani ni ngumu kuona wanaenda Tanga wanaenda kuifunga Coast kiurahisi. Kwa hiyo ni mechi ngumu sana kwao. Tuzungumze tena licha ya kuwa mwanzo tumezungumza, kwa sababu naendelea kupata picha ya namna gani ninavyofahamu uwanja ambapo kwanza umeboreshwa, umekuwa mzuri, na timu hizi zote mbili ni timu ambazo zinaweka mpira chini, boli linatembea. Nikiusikia au nikiuona uwanja wa Mkokwani, nasikia ile sauti tunataka goli, sio wanaimbaga kwenye kibindi chao. Kwa hiyo inatia hamasa kwa upande wa wachezaji, inatia nguvu sana kwa upande wa wachezaji, inawakumbusha pia majukumu yao kina Kikoti kwamba jamani, huku jukwani kitu pekee ambacho tunachokitaka ni goli. Mchezo wa ufunguzi wa uwanja baada ya matengenezo ulikuwa dhidi ya Singida Black Star. Singida hawa moto kabisa, ambao wana wachezaji ambao wana mzani anaweza kuwa sawa na klabu hizi mbili Simba na Yanga. Lakini unaona Coastal alipata matokeo ya ushindi katika uwanja wao wa nyumbani Mkokwani. Sasa Deo, tutarejea hapo, tuendelee kuzungumza na maafisa habari wa timu hizi za ligi kuu NBC Tanzania Bara. Sasa tuungane na maafisa habari wa Mashujaa pamoja na KMC, wanazungumza kuelekea kwenye mchezo hapo baadaye. Tumekuja hapa, lengo letu ni moja tu. Kwa bahati nzuri hatujaja kununua migebuka. Kilichotuleta hapa ni kuja kupata alama 3 dhidi ya Mashujaa. Na kwa bahati mbaya msimu huu tumekutana nao katika dimba la nyumbani la KMC Complex. Walikaa sana nyuma, mchezo kaisha sare ya bila. This time tumekuja Kigoma. Lengo namba moja la kuja Kigoma ni kutafuta alama 3. Ikishindikana hizo 3 basi ni alama 1, lakini target namba 1 ni kupata alama 3. KMC kaja katika dimba la Lake Tanganyika ajiandae kwa chochote, kwa sababu hatuna msali mtume kwa dimba la Lake Tanganyika. Hatuwezi kupoteza mechi katika dimba la Lake Tanganyika. Tunamkaribisha KMC. Msimu uliopita alikuja amechukua 3 akaondoka, na msimu huu tunamhakikishia lazima afe ili aondoke salama. Kwa hiyo tunaamini tutaenda kufanya vizuri, vijana wangu wako vizuri. Pia nimefanya mazoezi kwa kiasi kikubwa, naamini vijana watakuwa timamu kwa kiasi kikubwa. Nimecheza mechi za kirafiki ambazo zimeniweka sehemu nzuri, naamini nenda kufanya vizuri. Kauli za kishujaa maafisa habari wa KMC pamoja na Mashujaa kuelekea kwenye mchezo ambao utapigwa saa 10 kamili kwenye dimba la Lake Tanganyika pale Kigoma. Umesikia kauli za kibingwa, lazima afe ili aondoke salama. Hapa amemchanganya. Sasa anaondokaje? Ama ndo twende mbele turudi nyuma? Takifa anakuwa salama kweli. Hatari sana. Hao ndo Mashujaa. Tunatafsiri vipi huu mchezo pia? Japo tulizungumza. Tafsiri ya kwanza ya mchezo Mashujaa na KMC ipo kwa upande wa wachezaji, maana wao ndo wana jukumu mama la kutafsiri mchezo. Walimu wanakuwa katika touchline na kutazama wachezaji nini ambacho wanakifanya uwanjani. Mashujaa wana wachezaji ambao wanaweza kujicommit sana uwanjani. Wanao wachezaji, wanao hao watu ambao wanaweza kufanya mambo yaweze kutokea. Si tu kutegemea mashabiki, lakini pia na wao watu. Mfano unamtazama hapo Crispin Ngushi ni material Simba na Yanga, lakini unaona anacheza Mashujaa. Sawa, hii ni Viwanjani. Mimi ni Richard Ngaila, mwenzangu ni Deo Trafe pamoja na Jackson. Tunaenda mapumziko mafupi, tutarejea. Bado tunaendelea na Viwanjani. Mimi ni Richard Ngaila. Yapo mengi, lakini kubwa tunafahamu kwamba ligi kuu ya NBC Tanzania Bara inaendelea, na hii leo raundi ya 29 itapigwa kwenye viwanja 8 tofauti, wakati michezo 8 ikipigwa, wakati burudani ikizalishwa kwenye viwanja hivyo. Basi burudani itakufikia popote ulipo, ukiwa sebleni kwako, ukiwa na kisimbuzi cha Azam TV, lakini ukiwa umekiwasha. Hapo ndo sehemu ambayo unapaswa ukumbuke kukiwasha ili uweze kushuhudia ligi ya namna yake. Na unafahamu ni ligi namba 4 kwa ubora Afrika. Kwa hiyo unaweza kaelewa ni michezo ya namna gani itakuwa hii leo, ikiwa ni michezo yenye mvuto haswa kwa sababu ligi inaelekea ukingoni. Wapo ambao wanapambana kutoka kwenye nafasi ya kucheza playoff,
lakini wapo wale ambao wanapambana kuingia Big Four na kujihakikishia nafasi hiyo. Lakini vita kubwa ni nani atamaliza nafasi ya kwanza, na tunafahamu anayemaliza nafasi ya kwanza ndiye bingwa wa ligi kuu. Sasa tuende kuangalia, tunafahamu baada ya kuwasili mkoani Tabora hapo jana, kikosi cha Simba kilifanya mazoezi yake ya mwisho kujiandaa na mchezo wake dhidi ya Ken Gold utakaochezwa kwenye uwanja wa Al Hassani Mwinyi Tabora. Ni wakati wa uzinduzi wa tawi la Simba ushirika, ambapo wanachama na mashabiki wamejitokeza kwa wingi ili kushiriki uzinduzi huo. Kama kawaida yao, penye wengi pana mengi, kwani burudani imekuwa ni sehemu ya kunogesha sherehe hizi. Kando na hayo, ndipo nikafanya mahojiano na baadhi ya wanachama, na hizi ndiyo kauli zao. Mechi 3 tumebakiwa nazo. Mimi nadhani mechi za hizi za zingine hizi mbali na hawa hatuchezi, hizi tumeshashinda, ila na mechi hatuchezi atakufa mtu. Kwa hiyo tutajipanga sana kwa sababu ndio shikilia ubingwa ya mechi ya hatuchezi. Safari hii tumejipanga vizuri, kufanya vizuri. Ingawa Yanga wanaenda wanarudi, lakini tarehe 25 bado tutawafunga tu. Ndani nje tunawafunga, kwa sababu ni kwamba huwezi kumkimbia mwenye deni ambaye anakudai. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu kidogo. Simba na Yanga siku zote ni watani, na mtani siku zote huwa anamsaidia mwenzie. Wote ambao tunajua utani maana yake, hata katika makabila yetu, watani ndio wanaopika chakula kwenye misiba. Watani ndio wanaofanya shughuli zote pale ambapo mwenzao anakuwa amepata janga lolote lile. Sisi kama Simba tulitegemea tu huu mchezo uchezwe, na tukao nasikitika sana kuona wenzetu wanasema hatuchezi. Kwa hiyo hata kama kuhamisha italeta 25, sisi kama Simba tunasema tutacheza. Kwa hiyo hii tunalipokea vizuri sana kwa furaha, kwa sababu sisi mpira, maisha yetu ni kuona mpira unachezwa uwanjani na tunafurahia hiyo. Wengine wanakwenda mbali zaidi, wakiamini kuwa watamfunga mpinzani wao kwa madai kwamba kikosi chao kinazidi kuimarika, na hii inatokana tu na kiwango kilichoonyeshwa na wachezaji katika michezo iliyopita. Kwa hiyo kwa siku ambazo zimeongezeka mbele, tutaendelea kujipanga zaidi ili kuhakikisha kwamba tarehe 25 tunaibuka washindi. Ni kweli zimebaki mechi 3. Katika hizi mechi 3 tunahakikisha kwamba hizi mechi 3 zote tunashinda, tupate pointi 9 ambazo zitafanya kwamba tuwe vinara wa ligi kuu na hatimaye kuchukua ubingwa wa ligi kuu ya Tanzania. Lakini kwa sababu sisi tuko chini ya uongozi ndio wenye mamlaka yote, na walivyopanga kwa tarehe 25 tucheze, kwa kweli siwezi kuongea zaidi hapo. Muamuzi ni dakika 90. Dakika 90 ndizo zitakazoamua matokeo ya mechi hiyo. Tunapoelekea kwenye mwisho wa msimu, sisi tuwaombe wawe na utulivu sana katika swala zima la usajili, kwa sababu usajili mzuri ndio dira ya msimu unapoanza. Wasajili vizuri wachezaji, watu wafurahishe wa mashabiki wao na wachama wao. Sisi tupo nyuma yao, tutaendelea kuwaunga mkono katika jitihada zao za shughuli zote ambazo wanazifanya ndani ya klabu yetu ya Simba. Mchezo wa Juni 25 mwaka huu unatajwa kuwa muhimu kwa timu zote mbili, ikizingatiwa kwamba kila timu inaendelea kujifua vilivyo ili kuhakikisha inaibuka na ushindi wa alama 3. Kakurumsim, Azam Sports, Mbeya.